Bwana asifiwe. Leo ni siku njema, nimekuja kusikia neno la Mungu tukimalizia chapter 13 ya Matthew. Tunaanzia kuanzia 24 tu mahali tutafikisha. Kwanza tuone mahali tulifika kwanza ni Matthew wakati mbegu ni neno la Mungu. Tuliambiwa last time mbegu ni neno la Mungu, na kuna zenye zilianguka kwa njia, kuna zenye zilianguka kwa mawe, kuna zenye zilianguka kwa miiba, na kuna zenye zilianguka kwa udongo mzuri. Zenye zilianguka kwa zenye zilianzia kwa Matthew 19, zenye zilianguka kwa njia ni wale watu wanasikianga neno na alafu shetani anaingilia katikati yao, anawapokonya ile neno walikuwa wameambiwa, inapotea yote. Ni kama kupanda mbegu kwa shamba. Alikuwa anapeana mfano zile vitu zinafanyikanga. Juu kwa shamba ukienda upande mbegu, unajuanga ile mbegu utapanda ni mzuri ama ni mbaya. Mchanga wako unaielewa ni gani. The same hiyo mbegu unajuanga ni hiyo mchanga ni ya mawe, ni mchanga gani. Ndio mbegu ile ilianguka kwa hiyo mchanga kwa mchanga yenye haina rotuba yoyote, haina mbolea, haina nini, ni kama mchangarawe. Haiwezi mea, hata ikimea itamea ikuwe nyembamba, hakuna kitu itazaa. Zile mbegu zilianguka kwa njia ndio hizo ni kama kwa mchangarawe. Kitu yani mali hakuna chochote, ikianguka hata ikimea haiwezi mea, inakuliwa na ndege, inaisha. Ni hiyo neno inaingia kwa moyo wako kidogo, shetani anakupokonya, unakuwa una neno tena, unarudi siku ya 1. Na hiyo zenye zilianguka kwa mawe, hiyo miamba ndio mawe. Ni zile mbegu zilianguka kwa hizo mawe, hizo ndio mbegu zenye zilimea na hazina mizizi mahali pa kujishikilia. Kwa hivyo zinamea na zinakauka hapa kwa njia katikati. Na kuna mbegu zenye zilianguka kwa miiba, zile zikimea yani mahali iko congested, lazima ikuwe nyembamba ipande juu. Sasa ikipanda haiwezi zaa juu, iko tu hivyo. Hiyo ndio shughuli za kidunia na mali ya dunia. Sasa hiyo ndio inakusonga, unakuwa mwembamba, unakuwa una ile neno ndani yako. Then kuna zenye zilianguka kwa udongo mzuri. Hizo ndio wenye kupata neno na wanazaa 100, 30 hivyo. Unapata neno, inaingia kwa roho yako na inakufanya ugrow. Hivyo sasa tunaanzia hiyo ni mfano wa kwanza. Alipeana mfano ya pili ya magugu. Sasa tutaanza kusoma kuanzia 24. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni unafanana na mtu aliyepanda mbegu njema katika konde lake. Lakini watu walipolala, akaja adui yake akapanda magugu katikati ya ngano, akaenda zake. Baadaye majani ya ngano yalipomea na kuzaa, yakaonekana na magugu. Watumwa wa mwenye nyumba wakaenda wakamwambia bwana, hukupanda mbegu njema katika konde lako, limepata wapi mbazi magugu? Akamwambia, adui ndiye aliyepanda hivi. Watumwa wakamwambia, basi wataka twende tukayakusanye? Akasema, la, msije mkakusanya magugu na kusing'oa ngano pamoja nayo. Viacheni vyote vikue hata wakati wa mavuno. Na wakati wa mavuno nitawaambia wavunao,
Yakusanyeni kwanza magugu, muyafunge matita matita mukayachome, bali ngano ikusanyeni ghalani mwangu. Alipeana hiyo mfano ya magugu. Tuseme ukipanda ngano, hiyo magugu ni kama ile nyazi upando inakatangwa inashikanishwa mahali pamoja. Juu ngano venye inatoshana, lazima hiyo nyazi ikuwe inatoshana na hiyo ngano. Ndio sababu yote ilikuwa inaonekana yote inafanana. Kuna ngano na kuna magugu. Kwa hivyo uking'oa hiyo nyazi, utang'oa pamoja na ngano. Kwa hivyo ndio akawaambia mwenye kupanda hiyo mbegu njema, hiyo mbegu ni mwana wa Mungu, ndio alipanda hiyo mbegu njema. Then kuna hizo magugu, hizo manyazi. Ni kama hata ukienda uende kwa shamba upande, kuna lazima uvalilie, uweke mbolea, ufanye kila kitu. Sasa hizo vitu unapalilianga. Ndio hizo magugu, ni kama hizo magugu. Ndio lazima kukuwe na hiyo inaitangwa nini, wheat. Hiyo imemea pamoja na chakula. Lazima sasa zile umeanza kupalilia, upalilie, then ung'oe hiyo peke yake na uache mmea peke yake. Na ndio tunaambiwa, neno inasema konde ni hiyo ulimwengu. Hiyo field alijenga ni kama hii ulimwengu tuko. Yeye alikuwa anapeana mfano wa zile vitu sisi wenyewe tunajua. Si venye hata akipeana hizo mifano alikuwa anapeana zile vitu sisi tunazijua. Kama shamba, kila mtu anajua shamba. Ukipanda mbegu, ukifanya kila kitu, kuanzia kupanda mpaka kuvuna, kila mtu anajua ni nini inaendelea hapo katikati. Lazima upande, upalilie, urudi uweke mbolea, kila kitu mpaka ifike mwisho. Then ndio sababu alikuwa anapeana hizo mifano ya kenye tunajua. Hakupeana mfano yenye hatujui. Then hizo venye akawaambia msing'oe hizo, msiende kwa shamba mngojee mpaka sikue pamoja. Kumaanisha zilikuwa zimeingiana sana. Kwa hivyo once umeshang'oa hizo nyazi juu zinameanga zote once, zinakuanga ni kama forest. Ikimia hizo zote safari moja, kama utaenda ung'oe hizo peke yake, lazima ung'oe pamoja na ngano. Kumaanisha hizo magugu ndio zilikuwa mingi kuliko ngano. Kwa sababu hizo magugu ukisikia akisema neno ikisema ilikuwa ni mingi kiasi ya mkienda kung'oa safari hiyo mtang'oa, hata mking'oa sasa zile mnang'oa mpaka ngano. Kwa hivyo ngano akawaambia mngojee mpaka ngano ikue, ndio sasa mng'oe hizo magugu. Then after hiyo ndio sasa nitaruka, lakini nitarudia hapo katikati. Ndio akaenda mpaka 37, ndio alianza kuwaambia maana ya juu venye watumwa wake venye walimaliza, ndio aliwauliza kwa nini unasema kwa mifano au ambii watu ukweli. Akasema nabii alisema mwana wa Adamu atakuja kuongea kwa mifano. Then hizo mifano ndio hizo anaongea nazo. Sasa anawauliza kama hawajajaliwa. Wao wenyewe ni watumwa, wanakaanga na Kristo throughout, lakini neno venye anaongea kwa hizo mifano bado hata wao wajui. Na zile vitu anaongea ni zile vitu wanafanyanga. Juu kulima wanalima, kila kitu yote venye anasema inafanyika. Then hiyo magugu ndio sasa akaanza kuwaelezea. Magugu ni aliyepanda hizo magugu ni ule ibilisi. Huyo shetani ndio mwenye kupanda magugu. Hizo akiingia kwako lazima, hata kama ulikuwa na ile neno, anakusonga hiyo neno yote ulikuwa nayo inakuondokea. Unakuwa una neno. Then mbegu njema, mwenye upanda mbegu njema ni mwana wa Mungu. Yeye ndio upanda hiyo mbegu njema katika roho zetu. Na ukipanda mbegu njema, vitu mingi utaachana nazo juu, kwa sababu ile mbegu iko kwa moyo wako, inakupindua venye ulikuwa, inakupindua unakuwa
mtu mwingine si venye ulikuwa mbeleni. Juu hata watu wenye unatembeanga na wao watakuja wakuache, waseme either unawaringia ama unawafanyia vitu tofauti. Ndio sababu juu ile bengu ulikuwa nayo na wao simewachana, si the same. Then hiyo neno la Mungu sasa saa hiyo ikikubandilisha ujue watu wengi wenye ulikuanga unajuana na wao ama wenye mabeste wako wengi watakuacha. Utambaki wewe, lazima sasa ukue na wengine tofauti. Mushikane mkue kitu moja. Sasa nayo ile konde hiyo bengu mahali upandwa kwa hii field, yani kwa hii ulimwengu ni yani mahali upandwa tunapandanga kwa mchanga. Kwa hiyo hii mchanga ni the same na ulimwengu. Hii ulimwengu tuko nayo kwa saa hii. Ulimwengu nayo inakufanyia anything juu uko hapa duniani. Na ulimwengu ndio hiyo konde. Konde ni mali hizo ngano zilipandwa, hiyo ulimwengu ndio ilifanyia, ndio hii tuko na ndio itakufanyia vitu mbingu. Mbegu jema ni mwana wa Adamu ndio upanda hiyo mbegu jema kwa hiyo ulimwengu. Adui na yeye ni ule ibilisi. Ndio ukipanda hiyo mbegu jema lazima atafute venye atapanda hizo magugu ndani ya hizo mbegu jema. Then kuna mavuno. Wakati ya mwisho wakati ya kuvuna hiyo mavuno ya mwisho, uking'oa ngano peke yake, hizo magugu ung'oe, anasema ushikanishe mahali pa matita ushikanishe, then uende ukasichome hizo magugu. Kwa hivyo ni kumaanisha zilikuwa mingi kuliko ngano, ndio anasema ushikanishe, ndio utoe ngano peke yake, ndio ngano iende iwekwe ngarani mwake. Then kuna wenye kuvuna, au watu wenye kuvuna, au watu wa Mungu, au watawatuma wakavune ni malaika. Na ndio unasikia siku ya mwisho tutakutania na Yesu hapa hewani. Ni au wenye wamevunwa, au wenye wako na hiyo neno lake ndio watakutana na yeye hapa hewani. Mwenye hizo magugu, mwenye akushika neno lake, akuyamini, huyo ndio mwenye ni tofauti na mwenye ameshika neno. Ndio mwenye ameshika neno atapata hiyo kukutana na Yesu hapa hewani. Wakati wa mwisho itakuwa mambo mingi juu, kwa sababu ya venye inasema mavuno wakati ya mwisho ni haitakuwa kitu rahisi. Juu kuna wenye watakutana na Yesu na wenye hawatakutana na yeye, na wenye watakutana na yeye, wenye watabaki watajua kuna kitu imehappen. Na Biblia inasema ita happen within a second. Itakuwa imesha happen. Kwa hivyo wenye watabaki hapa duniani watakuwa tofauti na wenye wameshaenda juu, au already ni wa ibilisi. Au ndio ibilisi aliwateka nyara na akawasonga wakakuwa watu wake. Dunia hii yenye tuko iko na mambo mingi. Kwa sababu hiyo venye anaweka hiyo magugu, dunia iko na maneno mingi. Kwa sababu dunia ukianzia hata kwa family, unakuta kama family kuna venye amuelewani kwa family mzima. Na hiyo kukosa kutoelewana kwa family, wewe mwenyewe umechaguliwa, wewe mbegu jema. Wewe ndio inafaa ushikanishe hiyo family, juu ishikani, ushikanishe, uwaongeleshe. Juu kila mmoja, hakuna mmoja unachukia. Si wewe ni mbegu jema, hakuna, haifai ukue unachukia hata mmoja wao. Ni washikanishe, nyinyi wote mkue kitu moja. Hiyo ni hiyo mbegu jema. Ukiwa hiyo mbegu jema, lazima ukue wewe ni mtu mwingine, ni kama umeseparatiwa uko kando na hao watu wengine. Hata kama ni wenu, si lazima ikue ni wale wenu kabisa. Hata kama tukiwa hapa fellowship, sisi wote ni kitu moja. Ndio tunaongea kitu moja, tunafanya kila kitu pamoja. Na chenye tunaweza fanya hapa, kuna venye siwezi fanya na mabrothers wangu ama masisters wangu. Juu ukiwaambia hivi itakuwa sio hivyo, yeye anakupeleka kitu tofauti. Kwa hivyo kama wewe ni hiyo mbegu jema, shikanisha even hata kama familia yenu kwanza, ama ushikanisha pamoja na kila mmoja wenu, mkue kitu moja. Then huyo ibilisi the same venye unafanya hivyo, kuna wenye watakupiganisha ukose kuwashikanisha.
Kuna ukiwaambia hivi kesho utakuja ukute wameenda chini wamekaa wameongea kitu kingine tofauti. Na yenye unawaambia ni ukweli, si ati ni uongo. But utakuta wamesha change kila kitu. Ibilisi sasa anatumia hao kukupiga, na ukikosa kukua uko imara, hata wewe utakuwa kama wao, watakuangusha mkue kitu moja. Kwa hivyo hiyo mbegu njema ni ukue na hiyo moyo. Usome Bible, ukisoma Biblia inakuwa unasoma Biblia unapata revelation mingi za Bible. Sasa tuendelee na kusoma. Alipeana mifano mingi. Ya kwanza alipeana hiyo ya kupanda mbegu kwa hii chapter 13 Matthew. Kupanda mbegu, akazuru tena akapeana hii ya magugu. Then kuna ingine kuanzia 31. Tusome 31. Akawatolea mfano mwingine akisema, ufalme wa mbinguni unafanana na vuje ya aladari aliyoitwaa mtu akaipanda katika shamba lake. Nayo ni ndogo kuliko mbegu zote, lakini ikiisha kumea huwa kubwa kuliko mboga zote, ikawa miti, hata nyuni na wa angani huja na kukaa katika matawi yake. Funje kanasemekananga ni kabegu kadogo zaidi kuliko mbegu zote, hata kuliko ya nyasi. Na ikipandwa imee, sasa akisema ni miti, mpaka ndege wa angani wanaweza tengeneza hizo viota zao na wakae huko. Ni kumaanisha hiyo ni miti ingine kubwa zaidi. Kabegu kalikuwa kadogo, na then hiyo miti imekuwa kubwa zaidi. Hiyo ni kumaanisha neno la Mungu kidogo kidogo inakufanya ukue mahali ulikuwa, inakuchange once. Juu hata kama ukipata neno la Mungu hiyo kidogo una change. Hiyo ni kama hiyo kuambiwa kaneno moja moja. Unaambiwa neno la Mungu, unapata revelation, na unaacha vitu zingine, unaanza kufuata ile neno unaambiwa. Ndio sababu anawaambia hiyo mbegu ni ndogo, lakini mpaka ndege wa angani wanakuja, wanajenga. Kwa hivyo ni kumaanisha hiyo ni miti unaweza, hata wewe mwenyewe unaweza panda juu, ni miti kubwa. Hiyo mbegu ikiwa ndogo hivyo, ni hiyo neno, hata kama ni ndogo, itakupindua ukue wewe si venye ulikuwa. Itakuchange ukue mtu mwingine tofauti. Hiyo neno, hiyo mbegu ya hiyo hiyo mmea, inasemekana mbegu ni ndogo zaidi kuliko kila kitu. Kwa hivyo ni mbegu hata wewe mwenyewe ukishika inaweza poteleana kwa mkono. Kwa hivyo hiyo neno la Mungu ni kama hiyo mbegu. Upate kidogo kidogo. Tuendelee. 33. Akawaambia mfano mwingine. Ufalme wa mbinguni unafanana na chachu aliyeitwaa mwanamke akaistiri ndani ya pishi 3 za unga, hata ukachachwa wote pia. Naye hii mfano ni kama yeast. Ukienda uchukue yeast kidogo ama baking powder, uweke kidogo sana kwa mandazi, hiyo mandazi itafura. Kwa hivyo hii yeast alienda kuweka kwa hizo na zote zikachange once. Zikaiva, sijui ni kukanda ama ni kuiva, kitu kama hiyo. Hiyo ni kumaanisha hiyo neno ni the same na hiyo, ni kama alikuwa anapeana mfano mmoja, yote inafanana. Ni vitu tofauti. Hiyo mfano ya hiyo kuweka hiyo yeast kwa hizo pot 3 na zote zikanini safari moja, na ameweka kitu kadogo kadogo, si mingi. Hiyo neno, hiyo kidogo kidogo ndio itakupindua. Ukue si venye ulikuwa, ukue kitu kingine tofauti. Hiyo ndio neno ile once ukisoma unasoma neno inakupindua. Then 30 tunaendelea. 34 anasema hayo yote Yesu aliwaambia
makutano kwa mifano, wala pasipo mifano hakuwaambia neno yoyote. Ili litimie neno lililonenwa na nabii, akasema, nitafumbua kinywa changu kwa mifano, nitayatamka yaliyostirika tangu awali. Hapo ndio Yesu aliwaambia hizo mifano juu ilikuwa imeandikwa na nabii. Mwana wa Adamu atakuja na atawaambia vitu kwa mifano. Wengine hawataelewa, majority hawakuelewa. Hata kama wafuasi wake au disciples hawakuelewa chenye Yesu mwenyewe alikuwa amesema. Wao wenyewe hawakuelewa chenye Yesu alikuwa amesema. Hiyo ndio kama hao watu wengine wa dunia hakuna kitu angeshikanisha, hakuna kitu angeelewa juu yeye mwenyewe anaongea kwa mifano. Na ndio sababu ilikuwa imesemekana na nabii atakuja na ataongea kwa mifano. Kwa hivyo ni hiyo unabii, hiyo ilikuwa ndio alikuwa na anai reveal. Inakuwa venye nabii walisema, yeye mwenyewe ndio sasa anaendelea na kureveal hiyo kitu. Si ati alikuja kuondoa ama kuitimiza hiyo, alikuja penye manabii walikuwa ameongea, yeye alikuja kureveal, ni kama kuitimiza tu yote venye manabii walikuwa ameongea. Mwana wa Adamu atasaliwa, atafanya hizo vitu zote, yeye ni mwenyewe ndio alikuwa anatimiza hizo. 36. Kisha Yesu akawaaga wale makutano wenye walikuwa nao akiongea hizo mifano. Akaingia nyumbani, wanafunzi wake wakamwendea, wakasema, tufanulie mifano za zile magugu. Sasa hizo mifano alikuwa amesema, hizo za magugu, hiyo mbegu ya haradai na hizo vitu zote. Sasa awafanulie. Kisha akajibu akawaambia, asibandaye zile mbegu jema ni mwana wa Adamu, ndio upande hizo mbegu jema katika moyo yetu. Kwa hivyo hakuna venye unaweza tafuta Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe ndio anakutafuta, anakupanda hiyo mbegu jema, unapata hiyo neno inaingia kwa moyo wako. Wewe mwenyewe ni ukubali ile kitu umesoma ama umeielewa. Mungu mwenyewe anakushughulikia mpaka hiyo neno inaingia kwa moyo wako, unakuwa ni hiyo uko na hiyo, yeye mwenyewe ndio amepanda hiyo mbegu jema. Lile konde mali hizo magugu zilipandwa katika hiyo shamba. Hiyo konde ni hii ulimwengu tuko. Zile mbegu jema ni mwana wa ufalme, na yule magugu ni mwana wa yule mwofu, huyo ibilisi. Ndio upanda hizo mbegu mbaya zinaingia katika roho yenu. Then venye ikimaliza kuingia kwa roho yenu, lazima change zile vitu zilikuwa mzuri, change zikuwe vitu tofauti. Yule adui aliyepanda ni ibilisi. Mafuno ni mwisho wa dunia, na wale wafunao ni malaika. Wenye mafuno ni hiyo mafuno, anasema yule adui aliyepanda ni ibilisi, mafuno ni mwisho wa dunia. Wakati unafuna, hata ukimaliza kupanda, time yenye unaendanga kufuna, unafuna kila kitu yote unatoa kwa shamba. Hakuna kitu mbaki kwa shamba. Kwa hivyo hiyo ni the same na mwisho wa dunia. Itavunwa ile mbegu mzuri, ile hiyo njema, na hiyo mbegu mbaya. Kila moja itaenda kwake. Hiyo ndio itakuwa mwisho wa dunia, na ndio hiyo mwisho wa mafuno. Ukitoa lazima ukae ukuje kupanda tena season nyingine ya kupanda ikifika. Juu hiyo already hiyo umeshatoa. Ndio hiyo mwisho wa dunia. Once umeshatoa ni hivyo umemaliza. Sasa unangojea season nyingine. Nayo hii once hiyo kuvuna ndio mwisho wa dunia. Na wale wafunao ni malaika. Malaika wenyewe ndio watafuna hizo mbegu jema, hizo zingine zinachomwa motoni.
Basi kama vile magugu ya kusanyavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka kwa ufalme wake wachukizo yote na hao watendao maasi. Kwa hivyo mwisho wa dunia, Yesu Kristo mwenyewe ndio atatuma hao malaika wake wakuje kukusanya mbegu zote zenye ni jema, hizo zenye sifai zinachomwa motoni. Hiyo ndio hizo magugu. Siende sichomwe motoni, na wenye waliomwamini Kristo watakuwa na yeye milele na milele.